Urusi haikubaliani na wazo la kuonewa kwa Iran juu ya nyuklia zake, hasa vituo vya uzalishaji wa nishati ya nyuklia. Urusi imesema kwamba Iran ina haki ya nishati yake ya nyuklia ya amani na inafanya kazi kulingana na sheria za kimataifa. Kupitia msemaji wa ikulu ya Kremlin, Bwana Dmitry Peskov amesema kwamba Iran ina kila haki kama yalivyo mataifa mengine katika kutumia haki yao ya msingi juu ya uzalishaji wa nishati ya nyuklia, na hakuna mwenye mamlaka ya kuipangia juu ya matumizi ya nishati hiyo ya nyuklia ya Iran. Peskov amesema Moscow ilikubali taarifa za Iran kwamba haina nia ya kupata silaha za nyuklia, lakini pia imesema kwamba itailinda Iran juu ya chochote kinachoweza kutokea, hasa kutokana na matamshi yanayotolewa na viongozi wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Iran ilikuwa moja ya mada zilizojadiliwa katika mazungumzo marefu ya simu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin wiki hii, ambapo baada ya ikulu ya White House kusema viongozi hao wawili wana mtazamo mmoja kwamba Iran haipaswi kamwe kuwa katika nafasi ya kuiangamiza Israel, lakini pia Urusi kupitia rais wake Bwana Vladimir Putin amesema kwamba Iran ina haki ya kutumia mifumo ya nyuklia katika kutengeneza nishati, na hivyo hakuna haja ya kuingilia kati juu ya nchi hiyo, hasa katika namna ambavyo inatengeneza mifumo yake ya nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kijamii. Lakini pia juu ya silaha za nyuklia, Marekani imepinga kwa namna moja ama nyingine juu ya taifa hilo kumiliki silaha za kinyuklia, licha ya kwamba Marekani yenyewe ina silaha hizo, lakini Urusi imedai kwamba ipo pamoja na Iran na itailinda Iran juu ya chochote ambacho kinaendelea. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huenda ndio sababu ya Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, pamoja na viongozi wengine nchini humo kuwa na maneno ya kuweza kuitisha Marekani kwamba wana uwezo wa kupambana na Marekani, lakini Urusi ipo nyuma ya Iran kutokana na suala hili, kama ambavyo amesema Dmitry Peskov. Iran ilisema siku ya Alhamisi kwamba itazingatia fursa hizo pamoja na vitisho katika barua iliyotoka kwa Donald Trump iliyotaka kufikia makubaliano mapya ya nyuklia na itajibu hivi karibuni. Hata hivyo, katika wakati barua hiyo ilipofika, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei alisema hana haja kukutana tena na rais wa Marekani Bwana Donald Trump katika kufanya mazungumzo ya kidiplomasia juu ya nishati, lakini pia kutokana na vitisho ambavyo vimejaa katika barua hiyo, amesema kwamba wao wamejiandaa kwa ajili ya mapambano. Lakini kutokana na taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi, amesema wao wanafuatilia na wanairudia kuisoma barua hiyo kabla ya kutoa majibu dhidi ya Marekani kupitia barua hiyo ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Lakini kimsingi wakati huu, moja kati ya maeneo ambayo yamekuwa yakihusishwa ni Iran kutengeneza silaha za kinyuklia, na inadaiwa kwamba huenda imetengeneza makombora 4 hadi 6 ya nyuklia, kutokana na taarifa iliyotolewa na wakala wa nishati ya nyuklia duniani IAEA kwamba wanamiliki urutubishaji wa uranium hadi 60%, ambapo wanaweza kutengeneza makombora ya nyuklia kuanzia 4 hadi 6. Mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia The World News. Tutaendelea kukujuza mengi ambayo yanajiri duniani. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.